Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana, Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa juu. Kwa nini? Ule utu wa ufanywe upya. Mungu nipe ufahamu. Utu wako wa ndani unafanywa upya. Je, ulishavaa? Unafanywa upya. Neno unafanywa, maana yake hicho kitendo unakizingatia moyoni kwamba nilivyokuwa jana, sitaki nionekane leo kama jana, sitaki nionekane kesho kama juzi, sitaki nionekane mwaka ujao kama mwaka huu. Maana yake unahangaikia kufanywa upya ndani yako. Kile kitendo cha kufanywa upya kinafungua mlango wa ufahamu wake yeye aliyeuumba huo utu. Huo ufahamu wake yeye ni ufahamu wa Mungu aliye juu, unashuka ndani yako. Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana, Hosana juu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kichwa cha somo kinasema amka kutoka katika usingizi. Amka kutoka katika usingizi, ukae kwenye nafasi yako kwa Bwana. Kama leo ni siku yako ya kwanza, tulisoma Wathesalonike sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 10. Wathesalonike sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 10. Msisitizo wetu kaa kwenye mstari wa 6 anaposema basi tusilale kama wengine. Tena anasema basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Ile neno tukeshe nilikwambia kwa Kiingereza linasema watch out. Watch out maana yake unakuwa makini, unakuwa na yani unaenda kwa umakini, semaje? Yani unakuwa ni kama yule mtu anasubiria gari, anasafiri kwenda Dar es Salaam. Gari nyingine ikipita anasema hii sio ya kwangu, nasubiri nyingine. Maana yake haendi hata panda gari lolote litakalotokea. Anajua hili linaenda Dodoma, haya yanaishia Mtwara, ila hili linaenda Dar es Salaam. Sasa huyo mtu ni mtu amekaa macho. Kaa macho. Amen, amen. Usilale usingizi. Kwa tuliona kwenye Wathesalonike wa kwanza 5, lakini tuliona pia kwenye Warumi 13 mstari wa 11 hadi wa 12 anapozungumza juu ya kwamba saa imewadia. Mkijua wakati ya kwamba sawa, tukiujua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imewadia. Anayezungumza ni Paulo. Tukiujua wakati ya kwamba saa ya kuamka katika usingizi imewadia. Na kuna vitu mstari inayoendelea anasema tuyavue matendo ya giza. Tuyavue. Hasemi muyavue, anasema tuyavue. Amen. Kwa hiyo unagundua kwenye Warumi pia amezungumzia habari ya usingizi. Tukaona Waefeso 5:14 anasema hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Hasa angalia aina ya usingizi wa Efeso. Aina ya usingizi wa kanisa la Efeso aliyokuwa anazungumzia Paulo ni ule usingizi wa kimauti. Ndio maana anasema amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Kwa hiyo ni aina ya usingizi ambao umebeba mauti ndani yake. Si tu umelala, lakini umekufa. Mtu mmoja anauliza swali, mwalimu, kanisa sasa mimi nimeokoka, niko hai katika Kristo, nawezaje kufa? Kasome Ufunuo 3 kuanzia mstari wa kwanza. Kwa kanisa lililoko Sardi, kwa malaika aliyoko Sardi andika, una jina, najua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, lakini umekufa. Una jina la kuwa hai, lakini, na pale mbele anazungumza anasema uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana yake huyu mtu amekufa, lakini kuna mambo yamesalia nayo yako maututi, yanakaribia kufa. Anamwambia uwe mwenye kukesha. Maana yake kwani alikuwa akeshi? Anachotaka kutuambia ni kwamba kifo kimesababishwa na kwamba hakuwa mwenye kukesha. Mwenye kukesha, kukesha anakozungumza pale, anazungumza juu ya kukaa macho. Uwe unachunguza na kufuatilia nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho juu ya maisha yako. Ndio anakozungumza pale. Sio unalala tu. Sio unalala tu.
Bwana Yesu asifiwe. Sio unalala tu unajisahau, hapana. Unakuwa macho kwamba hivi katika mwezi huu au katika siku ya jana na leo, nini kinaendelea kwenye maisha yangu katika ulimwengu wa roho. Hata kama hujaona matokeo katika mwili, lakini lazima utafute taarifa za rohoni. Huyu mtu ambaye anahangaisha moyo wake kutafuta taarifa za rohoni, huyu ndiye tunayesema anakesha. Mtu wa namna hii hata akilala, mara nyingi utakuta hata amelala roho yake inaomba au nyimbo zinaimbwa, yuko usingizini. Na anaweza akaja akaamka akajikuta ana nguvu za Mungu, anajiuliza nilikuwa nimelala lakini roho yangu nimeomba sana, nimenena sana kwa lugha usingizini, nimenena sana, nimeomba sana. Kwa nini? Unajua amejenga tabia ya kukesha ndani yake. Unaweza ukawa unaona macho hivi katika mwili, lakini katika roho umelala. Unajua kuona kuna kipindi ulikuwa unakipitia, hata ukikaa kwenye gari namna hii unasikia nyimbo za kuabudu zinaimbwa ndani yako. Saa nyingine hata ukitulia kazini kwako unasikia kule ndani kunaomba, mpaka unaanza unajikuta umejisahau, unachezesha midomo. Ya unapiga step afu mtu anakushangaa, huyu mtu mbona alikuwa amesimama hapo? Hizi step zimetoka wapi? Yaani unakuta tumekaa namna hii afu unatembea. Unajua kidogo anze kusema, "Wewe ndugu, vipi?" Afu namwambia, "Ninachokisikia ndani." Yaani mtu anakuambia, "Ndugu, vipi?" Yaani kama atakutoa kwenye mudi. Ndio hiyo unaweza kukuta watu wanasema kuna mtu kachanganikiwa. Hajachanganikiwa. Kuna vitu vinaendelea ndani kwa ndani. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa namna hii hata akiingia kwenye maombi yake binafsi, yani hasikii mzigo, kwa sababu muda wote ile roho imezoeshwa. Sasa adui anachotafutaga ndio hicho. Akisha kulaza huko, unaanza kufa taratibu. Unabaki na maombi ya kufika kama hapa tukisema tuombe, kweli utaomba na kuambia unaweza kupiga hadi baki. Kwa jina la Yesu, niko hapa Bwana. Lakini moyoni kumelala. Sasa huko usingizi wa kimauti wa namna hiyo. Kuna mtu ananielewa? Bwana kuamshe katika jina la Yesu. Haleluya. Unanielewa mtu wa Mungu? Kwa unabaki na maombi ambayo ikifika jioni kulala ndio unasema tuombe. Muda wote uko kazini hujasikia chochote moyoni, wala hujawaza chochote. Muda wote unatembea hujawaza. Yani mtu aliye macho ambaye anasema kukesha ni yule ambaye yuko kazini huku ndani ama kuna abudu, huku ndani ama kunaomba. Ndio maana kuna mtu unaweza kumkuta ukakuta machozi yanamtoka afu anafutafuta. Mwambie unalia nini? Kuna jambo baya limetokea. Wewe hujui, moyoni kuna vitu vinaendelea. Haleluya. Mnanielewa watu wa Mungu? Na watu wa namna hii unaweza ukaona tu wamekaa tu namna, lakini baadaye unashangaa akikutazama macho yake namna hii. Ni kama vile umekutana na macho sijui ya mtu gani. Sema wewe, huyu jamaa vipi? Sasa hapo amekutazama tu, akitamka kwa sababu ile nguvu inakuwa imejizalisha ndani, akisema ni kama anaipumua itoke nje. Akitoa nje, kama pepo lilikuwa karibu, litaenda kusimulia huko kuzimu kimetokea nini. Yana kiitoa, yana kizungumza tu habari, pepo lilikuwa karibu, litaenda kusimulia tumekutana na kiumbe cha ajabu. Nini hiyo nguvu inazalishwaje? Kukesha ndani yako. Sasa wengi wamelala. Mwambie jirani yako, wewe umeamka. Ndio unaamka sasa. Unapofundishwa hivi ndio unaamka. Jina la Yesu libarikiwe. Manake lazima uhakikishe hicho kitu kinarejea ndani yako. Na ndipo nafasi yako itarejea kwenye ulimwengu wa roho. Kumbuka tunazungumza kukaa kwenye nafasi yako kwa Bwana. Mungu nirejeshe kwenye nafasi. Ibada imerejea moyoni. Maombi yamerejea moyoni. Hasa unisikilize mtu wa Mungu. Kwa tukaangalia vipengele kadha wa kadha, tuliona madhara ya kulala usingizi.
Nikakwambia unapolala usingizi ufahamu wako unazima. Nikakutolea mfano, hujai kutana na mtu hata mwenyewe yamkini mai kukutokea. Umelala usingizi alafu umeamka. Unafika sebleni, mtu anakuambia, "Wewe unaenda wapi?" Anasema, "Nimefikaje hapa?" Hujai kutana na watu wa namna hiyo? Ukimuuliza amefikaje, yeye mwenyewe ajui. Kumbe one kuna mfikiri ameamka, kumbe kalala usingizi. Yuko usingizi. Na kiroho hayo mambo yapo. Unafikiri mtu anatembea, kumbe ajielewi, kalala. Kwa sababu usingizi, nilisema madhara ya usingizi wa kiroho ambao unasababisha madhara ya usingizi wa kiroho wa kimauti. Akiwa macho hivi, kasome Biblia yako. Wakati anataka akamsaidie Kornelio. Kornelio ni mtu wa mataifa. Petro kwenye moyo wake anaamini wokovu ni wa Wayahudi. Ataubadilishaje huu moyo Mungu? Akienda kuongea naye watabishana mpaka kutakucha. Petro alikuwa mbishi. Yesu anamwambia utanikana, anakuambia wajapokimbia wote, sio mimi. Hajajaa roho ni mbishi. Kajaa roho sasa. Hajajaa roho, alikuwa mbishi. Anambishi. Yesu anamwambia wewe utanikana, anakuambia haiwezekani. Mimi? Wewe Yesu hujanijua. Mimi niko tayari hata kufa. Anambishia Yesu. Ukija kwenye Matendo ya Mitume utaona kwenye ile sura ya 10. Mungu anashusha kile chombo kutoka mbinguni. Unajua alishushaje? Alimletea maono, kwa sababu Petro akienda kuongea naye hivi haitaisha discussion. Kwa anachomfanya, akamfanya njaa iume, alafu njaa iliyomuuma ikamfanya mpaka azimie. Asilale usingizi wa kawaida, yani amlaze, yani anampiga ile nusu kaputi, anakuwa kama vile amekufa. Alafu ndipo Mungu anamletea kile chombo. Anamuonyesha yale maono mara ya kwanza, anamwambia Petro chinja ule. Kule pamoja na kuzimia bado mbishi. Anakuambia wewe, mimi sijala kitu kilicho najisi, hata kama ni wewe Mungu umesema. Mimi Petro sijai kula kitu najisi. Siri hapa. Mungu anashangaa. Sasa mimi ndio Mungu. Nakwambia kula, anamwambia ale nani? Nimesema siri, anambishia Mungu. Ya kwanza ikatoka. Mungu anasema ngoja nirudishe mara ya pili. Akarudisha mara ya pili maono. Mara ya pili, Petro chinja ule. Nani ale? Mimi. Siwezi kula. We Mungu nimekwambia mimi tangu nizaliwe sijala kitu kilicho najisi akijapita hapo. Wewe unaniambia nile? Yaani Mungu anamwambia kula, afu Mungu anamwambia Mungu ali mtu hapo. Kuna mijitu. Imewaikuwa mibishi, usilete mchezo. Wewe unamuonaga tu Tomaso, muangalie huyu Petro. Ndio maana Yesu alimwamini sana. Unajua Yesu saa nyingine anatakaga mibishi ambayo haikubali kitu chochote kupita. Yaani kama wewe unafikiri shetani atamshawishi kirahisi? Alimjaribu tu kipindi kile kabla hajafanya nini? Hajajaa roho. Alipojaa roho mwambie shetani akamsogelee. Mbishi mpaka kwa Mungu, shetani angemshawishi kirahisi. Mungu mwenyewe anajipanga kwenda kuongea na Petro. Yaani anajipanga. Alafu anafika mara ya 3 anashusha chombo. We Petro chinja ule. Paka mara ya 3 maono yanaisha, Petro bado hajachinja. Mungu anaamua kutumia njia nyingine. Bado hakubali kula, anaamua kutumia njia. Biblia inasema alipokuwa akiyatafakari yale maono, ndipo Roho Mtakatifu akamwambia hivi. Hakumwambia maana ya maono. Maana yake anaondoka pale bado hajaelewa. Anamwambia we una wageni hapo nje. Kwa sababu huku tumeshindana. Sasa wapokee hao wageni, alafu wasikilize, uwafuate. Mimi nimewaleta. Maana yake alijua bado hata hao wageni sidhani kama atawafuata. Alikuwa mbishi, silete mchezo. Lakini pamoja na ubishi wake, alipofungwa jela kalala. Kwa hiyo akajua ni maono tu. Usilete mchezo na vifungo vya namna hii. Mhubiri mzuri anaweza lala usingizi mpaka mkaanza kushangaa. Jina la Yesu libarikiwe. Wangapi wamenielewa? Kwa tuliweza kuona vitu vya namna hiyo, lakini tukaona vifungo vya uovu. Sasa nataka nikutajie vifungo viwili tu hapa, alafu tuingie kwenye maombi. Kifungo kingine ambacho kinatesa kanisa na kinalilaza usingizi, vifungo vya asili. Sema asili. Sasa hivyo vifungo sio kwamba unaonewa, wala sio kwamba sio kwamba mchawi anakutegea. Hivyo wala haiko hivyo. Hivi vifungo vya asili vina pande mbili.
kuna asili ya kuzaliwa nayo, unazaliwa nayo, yani nasaba za ukoo, yani kuna tabia. Ninapozungumza asili, nazungumza tabia iliyoko ndani ambayo unazaliwa nayo, vinasaba vya ukoo au vya kabila. Ukikasirika wanasema ndivyo walivyo kwenye ukoo wao. Je, kuona mtu ameokoka lakini akibadilika anasema nafikiri nitakuwa mwinjilisti, kumbe ni asila tu za ukoo, hakuna cha uinjilisti hapo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu anajua mwinjilisti mpaka aseme haleluya, tachi. Mbona kuona wazungu hata wanahubiri hivi? Wala, lakini wangapi wanaokoka? Maelfu. Kumbe unakuta vinavyotusumbua asili. Nasema mwalimu unaongea kitu gani? Ningekupa vitu vingi ungeweza kuelewa. Ngoja nikupe mifano ya watu wachache, kwa sababu muda utoshi. Ningekupa na mfano wa Musa wote. Asili ilimzuia Musa asiingie Kanaani. Kafuatilie. Si pale Wanaisraeli walipomuuzi akapiga ule mwamba mara ngapi? Mungu akamwambia kwa nini umepiga? Tena Mungu alisema uambie. Yeye akanyanyua fimbo. Bamba, alafu akasema si niliwaambia nitawapeni maji nyinyi. Wasumbufu kabisa nyinyi. Chokueni maji. Kwa hasira. Kwa hiyo akaenda kinyume na maagizo ya Mungu kwa hasira. Na maji yalitoka. Ile kwamba muujiza umetokea usifikiri uko salama. Kile kitu kikamhuzunisha Mungu. Mungu akasema kwa upumbavu huwezi kwenda Kanaani. Ila njoni kuonyesha kwa sababu nilikupenda sana. Kanaani ni ile, lakini wewe unafia hapa. Ile pale, ila wewe unafia hapa. Unasema hiyo asili ilianza wapi? Angalia, siku ametoka mlimani, ameshika zile mbao. Akakuta watu wamemwasi Mungu, alifanyaje? Biblia inasema ghadhabu ikamwaka ndani yake. Akazivunja zile mbao, yani mbao ambazo hajaziandika yeye, Mungu kaandika. Hajui hata gharama ya Mungu alitafuta wapi yale mawe. Yeye amekuta tu yameandikwa, anaambiwa na anakabidhiwa. Alafu anayavunja kwa hasira. Mungu akamwambia Malai, sifanyi hiyo kazi ya kutafuta mwenyewe mawe, uone gharama ya kuchonga mawe. Alafu ukija huku utaandika mwenyewe. Ile hasira ikamgharimu akakae tena siku 40 mlimani mara ya pili. Na unakumbuka aliposhuka, hasira aliyoionyesha ni hasira gani? Alipoona watu akwambia hivi, walio upande wa Mungu njoni huko, walio wanaogoma kaeni huko. Akakuta mijitu bado yaelewe. Akasema sasa kila mtu ashike panga amchinje mwenzake. Sasa muulize, huo ufunuo wa kushika mapanga aliutoa wapi? Baba zake. Umesahau Lawi? Kule zamani kabisa, wakati yule mwanamke ameenda kubakwa, umefahamu Lawi na Simon? Sio alichukua mapanga. Sasa ile roho ya mapanga imesafiri. Musa naye ni Mlawi, imekuja mpaka kwa Musa. Anapokasirika ufunuo unaokuja wa mapanga. Asili. Kwa unakuta ile asili aliilisi toka kwa baba zake. Ningekuwa na muda ningekueleza kwenye maandiko yote. Kizazi na kizazi kimepita, lakini asili inatembea. Musa, Biblia inasema Mungu anamsifia alikuwa mpole sana na msikivu na mwaminifu, lakini alishindwa kuingia Kanaani. Kitu gani kilimzuia? Asili. Haleluya. Mtu anasema unaongea nini mwalimu? Soma Zaburi ya 51 mstari wa 5. Nikuonyeshe mwingine hapa tumalizie. Nazungumza vifungo vya asili. Vinaweza kukulaza usingizi usisikie chochote. Zaburi ya 51 mstari wa 5. Nataka nikuonyeshe. Zaburi ya 51 mstari wa 5. Anasema tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Nani anazungumza? Daudi. Daudi anasema hivi, haya yote niliyoyafanya huku nje sio bahati mbaya. Kuna makosa yalifanyika wakati niko kwenye tumbo la mama. Maana yake anazungumza asili ya kuzaliwa kwake. Nilipokuwa naumbwa tumboni, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Kuna vitu vilipita ndani yangu.
ambavyo hivyo pamoja na kuwa masihi wako ndivyo vilivyonitesa mpaka leo. Asili. Kwa kuna asili, kitu umezaliwa nacho. Na wanaweza kujua, chunguza ndugu zako na ujichunguze mwenyewe. Kuna vitu vinakusumbua. Ndugu zako wameoa wake 4 na unajikuta umeokoka na una mke, lakini unapambana kweli. Asipite mwanamke mwingine, yaani Mungu nisaidie. Ila uwezi sema, unaweza sema mbele ya mke wako, akuone hauko vizuri kiroho. Sasa unafikiri ni upako. Alikuwa amenyoka hivi, ghafla ameinama, Yesu ni Bwana. Baadaye ikabidi aje asema ukweli, akasema mtumishi, binti akipita napoteza network. Ila anakemea pepo zinatoka. Akasema hili tatizo nilipookoka, alikuwa kanisa moja hivi, likali linamsumbua, ameomba imeshindikana, akaenda kanisa lingine, wakamwambia labda kuna kitu umebakiza. Kitu gani? Akasema ni kweli umeokoka, ila labda unatakiwa ubatizwe tena. Wewe ulibatizwa maji gani? Machache. Okay, batizwa maji mengi. Akazamishwa akijua kisha zamishwa siitaisha. Amezamishwa, amerudi, yuko fire, lakini asipite binti. Haleluya. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Kitu gani kinamtesa? Asili. Maana yake kuna vitu alikuwa anazuiliwa, anateseka na hicho kifungo. Yuko vizuri, lakini asili inamtesa. Asili inamtesa. Unajua kuona kuna wanaume humu wameokoka, yuko radhi kusaidia watu wengine, lakini sio mke wake mwenyewe. Watu wengine wakitokea anaweza akawapa msaada, anaweza akawanunulia nguo, anaweza akawapa pesa. Tena una shida gani mama? Shida hii, chukua hii. Lakini hajawahi kutoa pesa kwa mke wake kwamba chukua hii ya kwako tu ya matumizi. Akitoa ujue chumvi, chukua. Lakini ameokoka na yuko vizuri. Hasa hiyo kitu kimetoka wapi? Kiasili. Nenda kwao kaone. Kaka yake hajaokoka, ameoa, lakini hajali mke wake na familia, anajali watu wa nje. Amesoma vizuri, lakini pesa anazopata anapeleka nje, lakini familia inapata shida. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Hasa unasema huyu mtu ana shida gani? Asili inamtesa. Daudi anasema nilipokuwa naumbwa kuna jambo lilitokea sio sawa. Kwa hiyo kifungo cha Daudi kimeanzia tangu yuko tumboni. Sasa ashukuliwe Mungu, alipata neema. Huyu mtu aliupeleka moyo wake kwa Bwana. Kwa hiyo akagundua Daudi ni moja ya watumishi ambao walikuwa wanatafuta vyanzo. Ndio maana hata siku ile njaa imemsumbua sana kwenye nchi yake, Biblia inasema aliutafuta uso wa Mungu. Mungu akamwambia hii njaa chanzo chake ni Sauli, aliwaua wa Gibeon. Kwa alikuwa anatafuta vyanzo. Kwa alipoona ameteseka, mimi ni masihi wa Bwana, lakini mbona kuna maovu yananitesa, akagundua chanzo chake alipokuwa anaumbwa kwenye tumbo la mama yake. Kuna vitu vilichangamana huko ndani, kwa amezaliwa na hiyo asili. Haleluya, haleluya. Angalia kitu kingine. Wakorinto wa kwanza sura ya 2. My God. Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Kuna mtu amenielewa hapa? Unajua ninapofundisha hivi kuna kitu unakiangalia moyoni kwako na kwenye maisha yako, unagundua hiki ni cha kiasili, wala sio kilichotoka nje. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Umepaona? Sura ya 2 mstari wa 14 inasemaje? Inasema hivi: basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya Roho. Umeona asili ilivyo? Asili inakuzuia mpaka usiyapokee mambo ya Roho wa Mungu. Yaani hapa nataka nikueleze, ukishaokoka na ukiwa unasoma neno na unaomba, Roho Mtakatifu ana vitu vya kukushirikisha wewe binafsi peke yako. Lakini kitu gani kinamzuia asikufunulie? Kuna mtu hajanielewa hapa. Ngoja nikusomee mstari mwingine hapo hapo. Anazungumza ule mstari wa 10.
mstari wa 9 anasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala ya kuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana yake kuna mambo ili uyapate kwa Mungu lazima ufunuliwe kwanza na nani? Na Roho. Kiwango cha uchumi unaotakiwa kuwa nao lazima Roho akufunulie, na Roho akikufunulia atakuletea kanuni na mifumo ya kufikia hapo unapotaka kufika. Sasa vitu gani vinamzuia Roho asikufunulie? Vitu gani vimeilaza nafsi yako haiwezi kupokea mambo ya rohoni? Ni vitu gani? Hapa anasema mwanadamu mwenye tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu, wala hawezi kuyafahamu. Maana yake asili inashindana na ufahamu wako wa rohoni, alafu ufahamu wako wa rohoni unazima, asili inatawala ndani yako. Ndio nakuta kuna mambo unayafahamu kimapokeo, lakini sio kiufunuo. Oh my God, kuna mtu ananielewa? Yaani kuna mambo unayajua, unasema unayafahamu, ni kimapokeo unayafahamu, umeyapokea, na hivyo hata hivyo yamekusaidia, lakini sio kiufunuo. Ukipokea mambo kiufunuo katika neno la Mungu, Roho wa Mungu akakufunulia neno lake, ukayapokea mambo hayo kiufunuo ndani yako, nataka nikwambie unakuwa wa pekee sana. Hata kama uko kwenye kundi, kuna vitu utakuwa tofauti kabisa, kwa sababu kuna ufunuo. Ufunuo ndio unaomtofautisha mmoja na mwingine, kwa sababu ufunuo ni siri iliyofichwa, inafunuliwa kwa mtu, unawekwa wazi. Na anayefunua sio nabii, ni Roho. Na Roho hawezi kufunua ndani yako ikiwa umetawaliwa au uko na kifungo cha asili. Unaweza kumtumikia Mungu kimapokeo, unaweza kuimba, kuhubiri kimapokeo, lakini hutafunuliwa. Oh my God, kuna mtu amenielewa? Kwa sababu kuna mambo leo yanakusumbua, yanahitaji ufunuo wa Roho. Mungu akufunulie, ujue namna ya kuyashughulikia. Lakini we asili ikiwa ndani yako inazuia kuyapokea. Huwezi kuyapokea, unayatamani lakini hayaji moyoni. Na saa nyingine unaomba, Bwana nifunulie, Bwana nifunulie kazi ya kufanya, Bwana nifunulie, Bwana nifunulie. Unakana kwenye neno, Mungu sema nami kwa njia ya neno, nimeamua kusoma Biblia, lakini unakuta kimya. Kimya kabisa. Asili ndani. Sasa hii asili nyingine, angalia, asili ya kuzaliwa nayo, sawa? Kuna asili ya kabila, na ningekueleza kuna hadi maroho yanaitwa maroho ya asili ya kikabila. Kuna roho ya asili ya Kinyakyusa. Usipoijua na kuishughulikia, na kuambia utaona, hata uwe na upako unamwagika, lazima ile roho itakusumbua. Sijui Mnyamwanga, sijui Mnyiha, Wakumbozi, utaona waita basamu tu. Lazima uijue roho ya Kinyiha, Kinyamwanga, Kilambia, ya asili ile ikoje, alafu shughulikie na tabia zake. Alafu ghafla watu wakisema sasa, huyu ni Mnyiha, lakini Wanyiha hawako hivi. Mbona kama hawako hivi? Huyu ni Mnyamwanga. Mnyamwanga wa wapi huyu? Anaweza kuwa hivi. Wanabaki wanakushangaa, kumbe hawajui gharama uliotumia kusema mimi asili ya Kinyamwanga. Lazima ife, afizaliwe asili ya kiungu. Ndio maana Yesu akituokoa analeta asili ya kiungu ndani yetu. Ujasoma kwenye Wakolosai, namalizia watu wa Mungu, my God. Umeona kama vile semina inaanza eti, kumbe ndio inaisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 3 mstari wa 9 hadi wa 10 anasema, msiambiane uongo. Wanaoambiwa hawa ni kanisa la Kolosai, usije ukasahau watu waliookoka hao.
Wanaambiwa msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Mkivaa, hasemi mmevaa, mkivaa. Maana yake anapoliona lile kanisa anagundua kuna vitu fulani vya utu wa kale bado vinawatesa. Sasa tabia ya asili nyingine ni ile tabia ambayo ulikuwa nayo kabla hujaokoka. Sasa ukisha kuwa umeokoka, ile tabia inaonekana ndani yako, maana yake umebakia na tabia ya asili ya uasi. Ulikuwa muongo kabla hujaokoka, umeokoka bado muongo. Tena ndio umeongeza uongo. Ulikuwa kazinzi kabla hujaokoka, umeokoka kazinzi. Unaelewa maana yake? Ule utu wa kale haujavuka. Hasa ule utu wa kale asili yake ni uovu. Hasa kwa kuwa Yesu amekuokoa, anataka uvae utu mpya. Na huo utu mpya unaofanywa upya, le neno unaofanywa maana yake ni processing. Yani ni kitendo endelevu, kinafanywa kila siku. Huo utu umeuvaa, lakini unatakiwa ufanywe upya, unaofanywa upya, unaofanywa upya, unaofanywa upya. Kwa nini unafanywa upya? Ili upokee ufahamu. Maana yake usipofanywa upya haupokei ufahamu. Oh my God. Nimeokoka sawa, lakini utu wako haufanywi upya. Ni ule ule toka ulivyookoka miaka ya 70. Ni ule ule. Ghafla unajikuta una asila. Una chuki. Ase. Ukisikia ase, ugwe. Fiofiki. Asili. Asili. Ukisikia asili. Kwa nini? Ule utu wa ufanywe upya. Mungu nipe ufahamu. Utu wako wa ndani unafanywa upya. Je, ulishauvaa? Unafanywa upya. Neno unafanywa, maana yake hicho kitendo unakizingatia moyoni, kwamba nilivyokuwa jana sitaki nionekane leo kama jana, sitaki nionekane kesho kama juzi, sitaki nionekane mwaka ujao kama mwaka huu. Maana yake unahangaikia kufanywa upya ndani yako. Kile kitendo cha kufanywa upya kinafungua mlango wa ufahamu wake yeye aliyeuumba huo utu. Huo ufahamu wake yeye ni ufahamu wa Mungu aliye juu, unashuka ndani yako. Kuna mtu amenielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Na anayekufanya upya ni Roho Mtakatifu. Huwezi kujifanya upya. Neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Ndio maana ukitaka uwe updated, up to date. Nimeongea Kikinga. Up to date. Unataka uwe kila siku mtu ambaye hachuji. Unataka usichuje, lazima ulipe nafasi neno la Mungu na umpe heshima Roho Mtakatifu. Kila wakati awe anakufanya upya, anakukagua ndani, alafu anakupuluni, alafu anaachilia vitu vyake, anaua vitu vya kwako. Anaachilia vitu vyake, anaua vitu vya kwako. Anaachilia vitu vyake, anaua vitu vya kwako. Kila siku utakuwa unakuwa up to date. Yaani unakuwa kila siku ni mtu mwingine, sio yule wa jana. Waliokuona mwaka jana wanasema sio yule wa mwaka jana. Waliokuona mwaka juzi wanasema sio yule. Huyu ni mwingine kabisa. Huyu mwanamke ni mwingine. Tunaona akiwa anaongea kwenye ngazi nyingine. Alipokuwa anaongea jana sio yeye. Tunaona kitu kingine ndani yake. Maana yake nini? Ufahamu wake unaongezeka siku kwa siku. Kwa nini? Amevaa utu mpya unaofanywa upya. Ameshughulikia asili, utu wa kale. Uliza jirani yako, nini kinakutesa wewe? Amesemaje? Asili ni kitu kibaya. Wengine wanajua tu vifungo vya giza. Nakwambia vifungo vya giza ni vyepesi kuliko asili.
Na vifungo vya giza vikikuta asili ndani yako, vitakuwa vinakuhangaisha sana kukuachia, kwa sababu vinakuwa vinashirikiana. Vinasema tunaondokaje wakati tuna makazi humu ndani. Vifungo vya giza vimegawanyika. Viko vifungo vinavyoletwa na mawakala. Andika Matendo ya Mitume 13 mstari wa 6, kuanzia wa 6 mpaka wa 12. Utamuona yule aliyekuwa anaitwa Baryesu. Kazi yake ilikuwa nini? Aloge moyo wa Sauli, yule mtu akili, Sergio Paulo, sio Sauli, Sergio Paulo. Alikuwa mtu mwenye akili, liwali. Anauloga moyo wake usifanye nini? Ulale, usije ukapokea imani. Wewe unasema mbona sielewi mambo ya Mungu, kumbe watu wameloga moyo. Kifungo hicho, mtu anakuja kufunga fikra zako zisipokee kitu kipya. Kila ukilala unawaza mwaka 2005. Ukiongea unasema, yani mwaka 2005 nilifungua duka. Na mtu amenielewa. Unasema mbona sipati mawazo mapya? Mbona sipati mawazo mapya ya kiuchumi? Sipati mawazo mapya ya kihuduma? Sipati mawazo mapya ya kifamilia? Sipati mawazo mapya kutoka kwa Mungu? Ufahamu wako uko salama. Watu wamecheza na nyayo zako. Alipofika kwa mganga akasema, ni nani fulani? Nileteeni mguu wake. Wewe unafikiri wamebeba udongo, kumbe wamebeba mguu. Kwa nini wanabeba miguu? Mungu alimwambia Joshua, mahali popote nyayo zitakapo kanyaga nimewapa. Maana yake kwenye nyayo kuna nguvu ya kumiliki. Kwa mtu akikubebea nyayo, sio tu anafunga nafsi yako, anabeba na nguvu ya kumiliki. Kwa unaweza kununua chochote, kikifika kwako kinaondoka, kwa sababu huna power ya kukimiliki. Unanunua uwanja, unauza mwenyewe. Nilipata shida nikasema niuze, tanunua tena, Bwana atanisaidia. Uwezi kukaa nao, nyayo zako haziko sawa. Dukani kwako. Anasema nilikuwa naenda duka lingine, madam bodaboda imeharibikia hapa, ngoja niingie. Nini kimeharibu bodaboda? Kuna mtu mwenye nguvu ameteka. Akisha nunua tu, afu anasema hii bodaboda nimeshangaa, kitu cha ajabu sana. Nilikuwa nafikiri na misi wala haina, imewaka. Ilikuwa inasubiria mtu anunue. Usimvushe mteja hapo, unampeleka wapi? Sasa wewe, Yesu, niletee wateja. Kabisa, Bwana, niletee wateja. Ndio niko dukani kwangu hapa. Haya kama watakuja. Vita. Unateka. Kwa sababu ukichelewa wanakuwai. Hata kama umeokoka. Wakikuona huna maarifa, huna nguvu, wanakuteka. Kwa sababu anayetekwa maana yake nguvu zake ni ndogo. Wasema amefungua duka hapa, wanakuwai. Mtumishi, nilikuta kinyesi. Si wameona wewe mwepesi. Lakini wakiona wewe na wewe ni mzito, wanaanza kuuliza, mganga gani ulienda? Huyu mtu ni mchawi sana. Wataanza kusema Freemason. Kwa nini ni Freemason? Umeteka. Mungu, mimi ni mwimbaji, mbona watu wanifahamu naimba vizuri? Umeteka nani? Unataka ututeke ili tukusikie. Eti mimi ni mwimbaji, hata waniiti tukuite, wewe umetuteka? Unaimba vizuri, tunasikia alafu tunaacha. Lakini ukiteka, kila mtu anasema tu fulani njoo. Na uwezo wako wa kuteka, umeteka eneo gani kubwa? Mungu, nataka nikahubiri Mwanza. Unaona kufahamu hata Mwanza. Lazima uteke kwenye ulimwengu wa roho. Na kamata Mwanza hapa chini. Mifumo yote kwenye ulimwengu wa roho chini. Naandika sheria mpya. Mnataka mtaki nyinyi Wasukuma, lazima nije hapa. Lazima nije hapa. Hujakaa sawa jaga huko Mwanza. Alafu Wasukuma wasema, "Karibu mtumishi, karibu." Nasema, nimewaweza." Kwa mnanitania nyinyi. Bwana asifiwe. Kuna mtu amenielewa. Sasa huwezi kufanya hayo mpaka uamke. Ikiwa umelazwa kwenye usingizi na kifungo cha asili, lazima kifungo cha asili kikatike.
ili asili ya uungu ipate nguvu ndani yako. Ukisema nateka, vinafanyika. Wangapi wako tayari kuomba? Karabashakarabasi. Bwana amekuamsha Utaenda kuwa mzembe tena nyumbani. Hata kama mtaa kako kale, anza kukasemesha, nateka mtaa. Nateka mtaa. Nateka mji. Nateka jiji. Sasa ukiteka maana yake wote wanakuwa submissive kwako. Ukiongea sauti kila mtu anasikia, au anataka au hataki. Sema tumemsikia amesema. Wanafuata. Kwa nini wafuate? Kwa sababu umeteka. Sasa endelea kusema tu, Bwana nikumbuke, Bwana niinue. Amna, haiko hivyo. Amka kwanza, alafu teka. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Sasa usiseme naenda kuteka wakati we mateka. Kwanza watakuwa wanakuambia wewe utatuteka sisi wewe. Lazima utoke kwanza, manguvu ya kujai, alafu anza kuteka. Kuna mtu amenielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Karabashabarabas. Rindo. Kuna aina ya vifungo viko mpaka kimaagano. Sasa unapompa nafasi Roho wa Mungu, huyo ambaye anazuiliwa na vifungo baadhi ndani yako, unapopambana na kumpa nafasi, nyewe mnaondoka msiondoke kwanza. Namaliza sasa hivi. Ni muhimu sana ya maombi. Unaweza usijue Bwana anataka kufanya kitu gani kwako. Jina la Yesu libarikiwe. Mmenielewa watu wa Mungu? Hata mimi mwenyewe natamani kuondoka hapa, lakini siwezi kutoka hapa kwa sababu kuna kitu Bwana anataka kufanya. Wakati nafundisha hapa, kuna vitu umevielewa ndani yako. Kuna vitu umeanza kuviona kwamba mimi niko hapa. Mimi nimeshikiliwa hapa. Tulipokuepo jana, wengine waliona kifungo cha uovu kinavyotesa. Mimi niko hapa. Lakini mimi nimechoka. Ukisoma Isaya 40, nafikiri kuanzia kwenye mstari wa 30 kule anazungumza. Vijana wa kiume watazimia. Watachoka na kuzimia, lakini wamngojeao Bwana watapata nini? Nguvu mpya. Nguvu mpya maana yake ni nguvu hujawahi kuwa nayo, ni mpya kabisa. Hasemi watarejeshewa nguvu, anasema watapata nguvu mpya. Maana yake nguvu yenye kiwango zaidi ya nguvu waliokuwa nayo iliyosababisha wachoke. Oh my God. Kuna mtu amenielewa? Kwa nataka tuombe. Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Uko tayari kuomba? Nataka tushughulike mbele za Bwana. Asili yoyote ambayo imekaa ndani yako, Roho Mtakatifu akusaidie kuishughulikia hiyo asili. Na yako maroho ya asili kabisa. Yapo. Hakuna tabia inatawala ndani yako pasipo roho. Iko roho inayosimamia hiyo tabia. Ukitawaliwa na asili fulani ya uzinzi, kuna roho ya uzinzi ambayo ni roho ya kiasili, sio pepo. Pepo linaweza kukuvamia, lakini hii ni roho. Na bahati mbaya tabia nyingine zinapita mpaka kwenye damu, inakuwa kwenye damu kabisa. Lakini uzuri wake, damu ya Yesu haizuiliki na chochote. Inaweza pita mpaka kwenye damu, inaweza pita mpaka okay. Nataka tu nisikie kinanda, damu ya Yesu. Damu ya Yesu inanena mema. Anzisha mwenyewe. Damu ya Yesu inakomboa. Anzisha mwenyewe. Praise wote tutakuwa huko. Simameni huko. Nataka tuimbe dakika moja, afu nikuongoze kwenye haya maombi. Funika macho yako na uimbe kwa utulivu. Kwa utulivu. Kuna viungo huwa vinawekwa wakfu vya mwilini. Unasema sikio langu silielewi, kumbe sikio lako limechukuliwa mateka. Viungo vyako vinaweza vikachukuliwa mateka, mpaka viungo vya uzazi vinachukuliwa mateka. Viungo vya uzazi vikatumiwa na shetani. Wewe mwenyewe kujiuliza, roho inakujaje inalala na wewe usingizini na inafanya tendo la ndoa? Kama viungo vyako Roho Mtakatifu anavimiliki na vimeachiliwa mafuta, kwa sababu kiungo kikiwekwa wakfu, maana yake nguvu ya anayekimiliki inakuja inakaa juu ya hicho kiungo. Kiungo chako kikiwekwa wakfu kwa Mungu, vile viungo vya uzazi, wewe fikiria, unafikiri mapepo yatapitaje hapo? Kwa sababu pale juu kunakuwa na moto wa Roho Mtakatifu.
Karabashi. Inua mikono yako juu. Ni ishara ya kusalenda mbele za Bwana. Na wala usiogope kinachoenda kutokea saa hii. Kuna watu wanatoka kwenye vifungo. Kuna watu wataachiliwa kutoka kwenye magereza. Kuna watu ambao nyayo zao zitarejeshwa. Kuna watu ambao mamlaka itarejeshwa ndani yao. Fuatana na mimi maombi haya. Tena upaze sauti yako kwa nguvu. Sema, Yesu, nimenyanyua mikono yangu, ishara ya kusalenda mbele za macho yako, ishara ya kwamba pasipo wewe mimi siwezi lolote. Nimejitahidi sana, nimepambana sana, lakini sijaweza Bwana. Jioni ya leo nanyenyekea mbele zako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Unihurumie Bwana. Uovu wowote ulio juu ya maisha yangu niliobeba toka kwenye tumbo la mama yangu, toka kwenye tumbo la mama yangu, toka kwenye ukoo na kabila na familia, jioni ya leo Bwana, naomba unirehemu, naomba unisamehe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Iko asili iliyopambana na mimi, inayoshikilia maisha yangu. Jioni ya leo, Yesu, ninahitaji ukombozi, ninahitaji kufunguliwa, kuwekwa huru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Imeandikwa, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa. Jioni ya leo ninaomba Yesu, dhihirika kwenye maisha yangu, dhihirika kwenye moyo wangu, dhihirika kwenye mwili wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi roho, roho za asili, tabia ya asili ndani yangu, kwa jina la Yesu ninaivunja, ninaing'oa kwa jina la Yesu. Moka, 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 achia, achia, achia. Uliyefungwa kwenye chumba cha ndani, uliyefungwa kwenye madhabahu za kisa, uliyefungwa kwenye madhabahu za kichawi, mapepo, mapepo yanayozuia uchumi, mapepo yanayozuia maisha yako, mapepo yanayozuia maisha yako ya kiroho, mapepo, 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 achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia. Vifungo vinakatika kwa jina la Yesu aliye hai. Haya, 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 hayo mapepo, mapepo kwenye ndoa, mapepo kwenye uchumi, mapepo kwenye familia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu unaachiliwa sasa, unaachiliwa sasa, unaachiliwa. Ndio, 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 ndio. Ninakomboa nyayo zako, ninafungua miguu yako, ninakomboa nyayo zako kwa damu ya Yesu. Mapepo, 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 haya, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Moto, 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 moto kwenye tumbo, kwenye kitofu, moto wa Yesu unapita, moto wa Yesu unapita. Ndio, moto wa Yesu unapita, moto wa Yesu unapita kwenye tumbo, kwenye tumbo. Umeinuliwa juu, Yesu. Hosana, Hosana juu mbinguni, duniani iwe amani. Umeinuliwa juu,